mwaka 2023. Na lilianza pale mwanzo kabisa, limemalizika mwaka huu. Hili jengo Mheshimiwa Rais ni jengo la ghorofa 3 na lina uwezo wa kuchukua watumishi 200, lakini jengo ambalo lina huduma nyingine ni one stop center. Kuna sehemu ya mabenki, kuna sehemu ya conference kwa ajili ya taxpayers education. Kwa hiyo ni moja kati ya jengo la kisasa kabisa. Mheshimiwa Rais, hili jengo limegharimu kiasi cha shilingi, mwanzoni ilikuwa ni bilioni 9 na milioni 900. Baada ya ujenzi pesa zikapungua, ikawa ni bilioni 9 na milioni 483. Hili ni moja ya majengo ambayo yanaendelea kujengwa kwa mwaka huu wa fedha unaoisha, ambayo yamegharimu kiasi cha bilioni 116. Yako mikoa yote 33 na wilaya. Kwa rejea tutakupa dakika 3 uweze kuona documentary fupi ya majengo iliyopo. Lakini Mheshimiwa Rais, hili jengo linakwenda kwanza kutoa huduma bora kwa walipa kodi. Leo walipa kodi wanaona furaha kuja na kulipa kodi. Leo wanafika wanaelimishwa. Leo wakiwa na matatizo yote yanatatuliwa katika hili jengo. Lakini hili jengo linakwenda kuongeza hamasa kwa watumishi. Watumishi wanakaa sehemu nzuri, wanakuwa highly motivated na watafanya kazi vizuri zaidi. Lakini Mheshimiwa Rais, hili jengo linaenda kuongeza ulipaji kodi. Mkoa wa kikodi wa Simiyu kwa mwaka huu ambao unaisha ulipaswa ukusanye bilioni 22. Lakini mpaka ninavyozungumza wameweza kukusanya bilioni 25. Na hii ni kwa sababu wamehamasika sana. Lakini kwa sababu majengo haya yanajengwa nchi nzima, Mheshimiwa Rais, naomba nikupe taarifa rasmi. Kwa muda wa miezi 11 kuanzia Julai mpaka mwezi wa 5, Mamlaka ya Mapato Tanzania bara na visiwani tulipaswa tukusanye trilioni 27 na milioni 841. Lakini mpaka mwisho wa mwezi tumeweza kukusanya trilioni 28 na bilioni 861. Ni performance ya 103%. Na leo tulipokuja hapa kuna mikoa mbalimbali ambayo imeshiriki ya kikodi. Na wamekuja kukuashua, utawaona pale kwamba wako tayari kuhakikisha mwezi huu wa 6 wanakusanya na kufikia malengo. Lakini kwa sababu budget inasomwa, wako tayari kuhakikisha tunafikia kile tulichopangiwa na nchi yetu inaweza kujitegemea. Mwisho tunakuahidi kwa uwekezaji huu unaofanya wa majengo, wa vifaa, lakini tukushukuru pia umewekeza kwa watumishi. Mpaka sasa tumeajiri watumishi wapya 1896 ambao wengi wamesharipoti na wameanza training. Kwa hiyo hawa watakwenda kutuhakikishia kwamba tutakusanya kodi inavyotakiwa. Nakushukuru sana, tuko tayari kuhakikisha kwamba tunafanya yale yote unayotuelekeza. Nitaomba dakika chache uweze kuona documentary. Nakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Asante wataalamu, tucheze hiyo makala dakika 3. Sauti.
Naam, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hapana shaka umeweza kujionea mwenyewe maendeleo ya ofisi zetu za kukusanya kodi nchini. Tunakupongeza wewe na serikali kwa uwekezaji huu. Na sasa kwa heshima na taadhima, Mheshimiwa Rais, tunakuomba tuelekee katika eneo la ufunguzi. Pamoja nasi ndugu zangu, naomba mtambue uwepo wa Comrade Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi. Tuko naye hapa pia. Haya, kamishna kule, naibu waziri yuko hapa na mkuu wa mkoa, katibu mkuu wenye ilani. Haya, asante. Na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi katika mkoa. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, naomba ni kuongoze kwa kuhesabu 1, 2, kamishna shika upande huu, 3, makofi mengi na vigelegele. Vuta tena Mheshimiwa kamishna. Naam, jengo la Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA mkoa wa Simiyu limezinduliwa rasmi na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tarehe 16 Juni mwaka 2025. Makofi mengi na vigelegele. Haya, asante Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima. Na kamishna na Mheshimiwa Rais, kwa hapo kwanza tupate picha. Kamishna tu, Mheshimiwa Waziri hapo utupishe.
Mheshimiwa Waziri, sasa sogea na Katibu Mkuu wa chama kwa heshima na taadhima. Asante Mheshimiwa Rais, naomba tuende katika utepe sasa. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anakuja katika eneo la utepe, na hapa vile vile Mheshimiwa Comrade Katibu Mkuu wa chama lakini mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa, kamishna, tuna balance kulia na kushoto. Hatuwezi wote kukaa hapo kwenye utepe, lakini wengine tunakaa pembeni tu, tutaonekana kwenye picha. Kule nyuma tutoke kule. Nani mwingine? Kamishna, ungesogea huko kwa mkuu wa mkoa, ili mkuu wa mkoa rudi kidogo hivi. Na mheshimiwa mbunge. Meneja wa tawi hili, kwa maana hapa makao makuu ya Simiyu. Nani, rudi hapa vizuri uonekane. Haya, Amuri, meneja mkuu wetu unamuona hapo au kajificha? Anapata. Haya, bismillah. 1, 2, 3, makofi mengi na vigelegele. Haya, asante. Kwa uchache huo waliokaa hapo tu ndio wanaambatana na Mheshimiwa Rais kwenda kuangalia mfumo wa kidigitali wa utoaji wa leseni ya uendeshaji wa vyombo vya moto. Hii tutoe hapa haraka, tutoe. Wako wapi? Wale vijana wako wapi? Tuondoe hivi vitu hapa haraka haraka. Management hiji kabisa ianze kujipanga hapa. Si ndio? Tuwataacha njia. Management mje haraka. Tutawapanga. Management tujigawe, wengine tukae huku, wengine tukae upande ule kule. Umesema unataka tini kwa ajili ya kazi ulioajiliwa, na namba yako ya simu ambayo ipo active unatumia ni 07.
Naam, Mheshimiwa Rais amemaliza kukagua mfumo wa utoaji leseni za vyombo vya moto kwa njia ya kidigitali. Chama kiko wapi? Katibu mkuu yuko wapi? Yuko hapa tayari. Karibu. Haya. Mheshimiwa Rais, hiyo ni management ya TRA. Nayofuata tutakuomba kwa heshima na taadhima upige na wafanyakazi wa TRA watakaotumia jengo hili. Haya, tunawashukuru wengine wote, tuondoke, safu ya mbele tuibakie. Haraka haraka wafanyakazi sasa mtakaotumia jengo hili, karibuni. Management ndio hiyo tayari. Au ni watumishi, na ndio picha yetu ya mwisho kwa hapa. Haya, asante Mheshimiwa Rais. Mkusanyiko huu ni wafanyakazi wa TRA pamoja na walipa kodi na wananchi. Jamani, makofi mengi wakati Mheshimiwa Rais anakuja. Tanzania oye! TRA oye! Kodi kwa maendeleo oye! Haya, asante. Sasa sisi tuliokuwa mbele huku wote tukae ili wenzetu waweze kuona. Sisi tukae, wote tukae kwenye viti. Tukae ili wenzetu waweze kumuona na kumsikiliza Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, karibu. Nakushukuru sana MC. Mheshimiwa mwenyeji wetu mkuu wa mkoa wa Simiyu na viongozi wote wa mkoa wa serikali na Chama cha Mapinduzi, waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri, makatibu wakuu waliopo katika msafara wangu, kamishna mkuu wa TRA, meneja wa TRA mkoa wa Simiyu, mameneja wa TRA mikoa yote ambao mko hapa, pamoja na wafanyakazi wote wa TRA. Simiyu oye! Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kodi kwa maendeleo. Hivi mnaitikiaje TRA? Mnasemaje? Kodi yetu, kodi yetu, maendeleo yetu. Asanteni sana. Kwanza niwapongeze TRA. Mikoa yote kupitia mkoa huu wa Simiyu. Wakati napitishwa kwenye ujenzi, nimeonyeshwa video majengo yalivyo katika mikoa yote. Majengo ya zamani yalivyokuwa na sasa majengo ya TRA yalivyo. Na hii imewezekana kwa sababu TRA mmekusanya kodi na tumepata pesa za kuboresha maisha yenu na hali zenu kazini. Kwa hiyo nawapongeza sana sana. Lakini pia niwapongeze wakandarasi wetu wazawa ambao ni Pioneer Builders na YNP Architects kwa kazi nzuri mlioifanya. Sasa uwepo wa majengo haya umeboresha hali ya utendaji kazi. Nimeona majengo ni mazuri mno, lakini ndani kuna vitendea kazi vya kisasa, kuna mifumo madhubuti inayowapa urahisi wa kufanya kazi zenu. Kwa maana hiyo hakuna sababu sasa, lakini kubwa zaidi idadi ya wafanyakazi. Juzi tu nimethibitisha na nimetoa ruhusa wafanyakazi wengine 1800 waajiriwe ili kuongeza jeshi la TRA. Lakini pamoja na hayo tunayoyafanya, tumewaongezea pia kwenye bajeti hii ya mwaka 25-26 kiwango cha makusanyo. Tumewaongezea, kwa hiyo tunawatengenezea hali zenu, maslahi yenu, lakini na kazi iendelee. Kwa hiyo makusanyo target tumeziongeza. Na sina wasiwasi mnaweza kufikia. Kwa sababu toka nimeshika dhamana hii, nilikuwa naangalia mwenendo wa makusanyo TRA.
Kila mwaka mnapanda. Na asilimia tuko kwenye 98, 99, baadhi ya mikoa kidogo ndio wako 97. Kwa hiyo na hakika tutakwenda zaidi. Lakini kuna mikoa iliyofanya zaidi. Wamepita 100% na wakiwabeba wenzao. Kwa hiyo na hakika target tuloweka tunaweza kuifikia mwaka unaokuja wa fedha. Lakini wapongeze kwamba TRA, ukisikia zamani TRA, na kwamba kila mtu alikuwa anataka kwenda TRA. Kwa sababu kikaa TRA miezi 3-6, wewe umenona, suti nzuri, unang'ara na hivyo. Lakini sasa ni TRA ya kukusanya kwa ajili ya nchi yetu. Hilo nawapongeza sana. Kwa sababu yote tunayoyafanya, yote. Kwa mfano leo hapa Bariadi na miradi 6 ya kufungua. Na yote ni kwa sababu serikali ilikuwa na fedha, tumetawanya fedha za kufanya miradi hiyo. Ni makusanyo ya ndani. Miradi yote tumejenga wenyewe isipokuwa mmoja ndio wa mtu binafsi nilokwenda kufungua asubuhi leo. Lakini 5 yote ya serikali. Na hilo sio Simiyu peke yake. Ni nchi nzima. Mamiradi mingi yanaendelea. Kuna fedha za mikopo, za misaada, lakini kubwa tunazo kusanya ndani. Sasa nalotaka kuambia ndugu zangu, wanangu wa TRA, ni kwamba mwanadamu anayejivuna na anayejiamini ni yule mwenye chake. Ni yule mwenye chake. Unacho chako, unajipangia matumizi unavyotaka. Ukitegemea mtu akupe, ukitegemea mtu akukopeshe, hujakaa vizuri, hali haijawa, na kuja kukuambia mbele za watu, deni langu hujanilipa, pesa zangu nakudai. Ujana dume wako upo hapo. Kesha kushusha hadhi, si ndio? Lakini ukiwa na chako unajua vya kujipangia. Ukitegemea msaada, wale wanaotoa msaada dunia yote sasa iko juu chini. Mavita, maugomvi, mavurugu, uchumi zimeshuka. Huko hawafanyi vizuri kama tunavyofanya sisi hapa. Na wale wanaoweza kuresearch wende wakaresearch. Ulaya na Marekani sasa hivi hawafanyi vizuri kiuchumi kama tunavyofanya sisi huko. Kwa hiyo hata ndani ya kanda yetu hii East Africa, Tanzania tunafanya vizuri sana. Niwaombe sana watoto wangu, wanangu, ndugu zangu TRA, twendeni tukakusanye. Tukusanye kirafiki. Muigeni bosi wenu huyu. Mfupi lakini anafanya kazi vizuri. Nilimwambia Yusuf na kupeleka TRA, mfanya biashara asende kuwa adui yako, awe rafiki yako. Ameweza kulipa alipe, hajaweza na madeni mwite. Kaa naye, zungumza naye kirafiki. Muulize unaweza kuanza kulipa ngapi? Halafu utanilipa ngapi? Ukimpangia hivyo atalipa, serikali inapata hata kama kidogo kidogo. Lakini ile ya kwenda kumnyang'anya makompyuta, kumnyang'anya vitabu, si kumfungia ofisi, kufunga akaunti, ile hai. Ila lazima niseme hapa, kuna masugu ambao lazima tufanye hivyo. Kuna wengine wana viburi, lazima tufanye hivyo. Kwa hiyo inapobidi tutafanya hivyo. Lakini kwa kawaida isiwe ndio mwenendo wetu. Tuwaite, tukae nao, tuzungumze nao, ujue tatizo lake ni nini. Wengine hawajui tu. Wale watoto wangu wa block management mtajua. Mnapopita huko madukani na nini, mwingine anakuuliza tu, kwani nilitakiwa kufanya hivi? Mwingine, kwani nilitakiwa mimi sijui. Kwa hiyo mnawaelimisha, tunakusanya. Sawa ndugu zangu, lazima tukusanye pesa yetu ya ndani. Huko nje masharti yamekuwa yanaongezeka. Leo utachokozwa kwamba Watanzania wasije huku, tumewataka sijui pasipoti zao hawakusema, tumewataka sijui nini hawakutupa. Wataka listi ya pasipoti za watu wangu weza nini? Na kipindi hiki si lazima ujiulize mara 3. Sasa kama hukupeleka nasema sikupi pesa. Usinipe, nitakusanya ndani kwangu. Kwa hiyo lazima tukusanye za ndani. Ndugu zangu wafanya biashara, lazima tulipo kodi. Hakuna nchi inayoendeshwa bila kodi, na kodi ndizo zinazoendesha nchi. Hao wanaoendelea huko na wakatusaidia ni pesa za walipa kodi wao. Wamejenga, wamenini, zimebaki, tunaomba, wanatusaidia. Lakini tutaomba mpaka lini? Hatuna haja ya kuomba.
Wakati mwingine tunafanya kufuru, ndugu zangu. Tanzania hii Mungu katupa madini, katupa bahari, katupa maziwa, katupa ardhi nzuri, katupa kila kitu. Lakini bado tumejikunja hivi, tunangojea mtu mweupe aje, achimbe, achukue apeleke kwao kiduchu atupe hapa, alafu tunaomba kule anakopeleka. Tunaomba wakati ile pesa ilitoka huku kwetu. Hatuna haja ya kufanya hivyo. Mwanamume mzuri ni ule anaendesha nyumba yake vizuri. Eti jamani, yule anayesimama vizuri kwenye nyumba yake. Ndio unaisikia sauti ya watoto inatoka, dad, baba, nani, kwa jina lolote lile. Lakini hata mke anakuta kwa sauti nzuri ikiwa nyumba imesimama vizuri, si ndio? Na unajisikia ukiitwa. Kwaona sisi kama serikali lazima tukusanye, tuendeshe nyumba yetu vizuri, wananchi wale waridhike kama tunavyowafanyia. Sasa hivi tuna uwezo, tumeshapeleka maji nchi nzima, tuko kama tulivyotumwa na ilani, 85% vijijini, 95% na tutapita katika miji. Lakini fedha za ndani, na kama tumekopa tunaweza kulipa, na madhali tunawalipa ni pesa ya ndani. Tumekopa kuharakisha utekelezaji, lakini kwa sababu tunalipa ni fedha yetu, si ndio? Tumeshajenga vituo vya afya, matibabu ya kisasa, mashine inayokupima Tanzania leo, tukikupeleka India na Marekani utapimwa na mashine hiyo hiyo ambayo Tanzania ipo. Matibabu ya kisasa, umeme kila pahali, na tunapeleka umeme vijijini na kote, watu wazalishe. Anayeweza kukata nywele akate, anayeweza siju kuoka maandazi kwa umeme aoke, anayeweza, mradi kidogo unachokifanya changia, rudisha serikalini kupitia mapato, nchi iweze kwenda mbele. Kwa hiyo tumefanya mengi kwa sababu tunakusanya ndani, ndiyo tunakopa, lakini kwa miradi mikubwa. Lireli lile hatutaweza kulijenga wenyewe. Lazima tuwabembeleze, tukopesheni, tulijenge, alafu reli likizalisha tunarudisha pesa yao. Kwa hiyo ndugu zangu, niwaombe sana TRA, jitahidini sana kukusanya mapato kwa njia rafiki. Lakini njia rafiki sio kubembelezana, anayekataa kulipa asilipe, hapana. Kila anayepaswa kulipa kodi alipe kodi yetu. Niwapongeze kama nilivyosema kwamba trend inaonyesha kwamba mnapandisha mapato kila mwaka wa fedha. Hilo nawapongeza sana, lakini tunaweza tukafanya vizuri zaidi. Na tuendeni na moyo wa kusema tunakwenda kufanya vizuri zaidi. Kwa wanangu mtakaotumia haya majengo, umo ndani kuna kila raha umo ndani, nimeingia nimeona. Na mkivaa hivyo mnapendeza, mnaendana sana na haya majengo. Sasa majengo, hali ya ndani na mavazi isiwapandishe mabega. Isiwapandishe mabega. Naomba shukeni, hudumieni wafanyabiashara, kusanyeni kodi. Tumeboresha hali yenu ili mfanye kazi pazuri. Nimeona vijengo vile vya zamani kama vitembetembe hivi, lakini sasa majengo ni haya. Kusanyeni kodi yetu, fanyeni kazi ili muweze kukusanya kodi yetu. Mwisho basi niwahimize ndugu zangu wa Simiyu na Watanzania wote, kodi ndio maendeleo yetu. Tusipokusanya tutakuwa watumwa, tutakwenda kuomba, na wanaoombwa sasa hivi wenyewe hali hoi. Kwa hiyo tukusanye kodi, tuendelee kufanya maendeleo yetu. Baada ya kusema hayo, niseme sasa jengo hili, kwa niaba yale yote ya mikoa ambayo mmemaliza majengo yote, nimeyafungua rasmi. Lakini niwaombe yale majengo yanayoendelea kujengwa waongeze spidi, wamalize kwa wakati, ili wafanyakazi huko nako na wenyewe wajisikie kwamba ni wafanyakazi wanaokusanya mapato ya nchi hii. Kubwa zaidi, napongeza bodi ya TRA. Mmesimamia vizuri, na niwaombe muendelee kuwasimamia ili tukusanye zaidi. Baada ya kusema hayo, asanteni sana kwa kunisikiliza, na niwaombe baraka kwa Mungu, niwatakie kila la heri. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.